Chadema kwa kupitia viongozi wake wametoa ufafanuzi juu ya hiyo maana ya kauli mbiu ya kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Mabadiliko ya ufafanuzi wa kwanza ulitolewa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu mara baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho, na baadaye alitoa ufafanuzi walivyotoka kwenye fungate. Mnajua baada ya uchaguzi walienda Bagamoyo wakafanya kikao, na baada ya hicho kikao walitoa taarifa inayoeleza sera yao, maana gani wanapozungumzia habari ya hiyo kauli mbiu no reform no election. Baadaye mwenyekiti huyo ametoa ufafanuzi tena juu ya kauli mbiu hiyo na msimamo huo alipokutana na baadhi ya wanachama wa Chadema ambao walionyesha nia kwamba wanataka wagombee nafasi za uchaguzi mwaka huu wa uchaguzi mwezi wa 10, aidha kama wabunge, kama wagombea udiwani. Akawa ametoa maelezo na ufafanuzi wana maana gani. Mwanasheria mkuu wa Chadema vile vile alitoa ufafanuzi mbele ya waandishi wa habari wana maana gani wanapozungumzia kwamba kama hakuna mabadiliko basi uchaguzi hawezi kufanyika. Kwa hiyo mimi siwezi kuongezea zaidi ya walivyosema, lakini walivyosema ni kwamba mabadiliko muhimu ya kikatiba na ya kisheria na kiutawala yafanyike ili tuwe na uchaguzi ambao ni huru na wa haki, uchaguzi ambao utakuwa hauna upendeleo. Na hii kauli ya kufanya mabadiliko ya mfumo wa sheria, uchaguzi pamoja na katiba hawajaanza Chadema. Kwa hakika haja ya kuwa na katiba mpya ilitolewa mara ya kwanza wakati wa utawala wa Mheshimiwa Rais Mwinyi alipounda tume ya rais almaarufu kwa tume ya Mheshimiwa Nyalali, ambao walipendekeza, hiyo tume ilipendekeza kwamba Tanzania ilikuwa imefika mahali ambapo tunapaswa tuwe na katiba mpya, tuwe na sheria mpya ambazo zitakidhi mahitaji ya wakati ule 1991 na mpaka sasa hivi ya mfumo wa utawala wa vyama vingi, kwa sababu katiba tuliokuwa nayo na sheria tulizokuwa nazo wakati ule zilikuwa ni zile za mfumo wa utawala wa chama kimoja pamoja na sheria zake. Tume ya Nyalali walitaja zaidi ya sheria 40 ambao kwa maoni yao zilikuwa zinapaswa aidha zibadilishwe kabisa, zifutwe au zingine ziboreshwe, zirekebishwe, na zingine zifanyiwe marekebisho, ambazo nyingi ya hizo sheria zilishughulikiwa. Lakini ni ukweli vile vile kwamba kuna baadhi ya sheria hizo ambazo tume hiyo ilisema kwamba hazifai kwenye mfumo wa siasa ya vyama vingi, bado zipo. Na kwa hakika ziliongezeka baada ya 91, ziliongezeka sheria nyingine ambazo zilikuwa zina matatizo makubwa ili kukidhi mahitaji ya sasa hivi. Tunakuja mwaka 98 ambayo Mheshimiwa Rais Mkapa aliunda vile vile kamati iliyokuwa inasimamiwa na Mheshimiwa Jaji Kisanga. Wakatoa mapendekezo hayo 2002
Vile vile Mheshimiwa Mkapa aliunda kamati iliongozwa na Mheshimiwa Jaji Bomani, ambao walipendekeza yafanywe mabadiliko muhimu kwenye katiba ili kuingiza Tanzania katika huu mfumo sasa hivi. Na mwishoni mwaka 2011 Rais Kikwete aliunda tume ya mabadiliko ya katiba, ambayo iliongozwa hiyo tume na Mheshimiwa Jaji Warioba, ambao walipeleka mapendekezo ya kuwa na hiyo katiba mpya, na ambayo hayo mapendekezo ya hiyo katiba mpya rasimu ya hatimaye yalipitishwa, yalipelekwa kwenye bunge maalum la katiba, ambalo bunge hilo likatunga katiba inayopendekezwa, ambayo katiba hiyo ilipaswa iende kwa wananchi tukaulizwe, hiyo katiba ni hii. Katiba inayopendekezwa ya bunge maalum la katiba. Kama tunavyofahamu ndugu mwandishi, hii katiba mchakato wake ulikatika katikati. Mwaka huo 2014 mwezi wa 10 bunge maalum walipopeleka hii katiba inayopendekezwa, serikali haikuendelea na mchakato huo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi, katiba yetu bado ni hii ya 1977 kama ilivyorekebishwa mara kadhaa, lakini hatujawa na katiba ambayo imedaiwa na makosa sana. Ndivyo wanavyodai, lakini tulitakiwa sisi Bwana Baraka, serikali pamoja na bunge wakamilishe mchakato wa hii katiba inayopendekezwa kwa kuipeleka kwa wananchi wapige kura. Je, wanaikubali hii katiba au hawaikubali? Na kama watakuwa hawaikubali, wataeleza sababu. Nadhani kwa nini serikali na bunge haijafanya hivyo? Mimi ninasema hivyo, naamini hawajafanya hivyo kwa sababu wana maslahi ya kuendelea na katiba ya sasa hivi. Hii ambayo kimsingi ni katiba ya chama kimoja. Na chama kimoja sasa hivi ni CCM. Hii katiba pamoja na mapungufu yake, of course watu wa vyama vya upinzani wanasema hata hii iliyotengenezwa na bunge maalum haifai. Lakini ukiniuliza mimi binafsi, hii katiba ina vitu vingi vizuri ambavyo haviko kwenye hii katiba ya sasa hivi. Kwa mfano, hii katiba inayopendekezwa inasema sasa hivi mbunge ambaye mtu ambaye amechaguliwa kuwa mbunge kwa miaka 5, kama wapiga kura wake katika kipindi hicho cha miaka 5 watakuwa hawajaridhika na ule uongozi wake, wataweza kufanya nini? Kumrudisha, kwamba wewe tumekuchagua utufanyie kazi, lakini umefanya kazi hii miaka 2 3, tunaona hutufai, kwa hiyo tuchague mtu mwingine. Hayo mapendekezo yalikuwepo, yapo kwenye hii katiba inayopendekezwa. Huku hakuna. Katiba hii inayopendekezwa inaruhusu kuwepo na wagombea huru, kwamba sio ili ugombee nafasi ya kuchaguliwa, kwa mfano mbunge, diwani au hata rais, sio lazima udhaminiwe na upendekezwe na chama. Watu kwenye ngazi ya kata wanajua kama wewe utakuwa kiongozi mzuri au namna gani. Kwa nini uhitaji chama? Ipo kwenye mapendekezo ya bunge maalum. Huku hamna. Kwenye mapendekezo ya hii katiba inayopendekezwa,
wameingiza kifungu kinachoruhusu uchaguzi wa rais kuweza kuhojiwa mahakamani. Kama umefanyika uchaguzi wa rais alafu wale wagombea hawajaridhika, wale watu ambao hawajaridhika na matokeo haya, waende mahakamani kupinga hayo matokeo ya uchaguzi wa rais. Hii katiba ya sasa hivi hamna. Hii katiba inayopendekezwa imeweka utaratibu wa namna ya kuwateua wajumbe wa tume ya uchaguzi, kwamba lazima wafanyiwe usaili, washindanishwe, alafu wale wanaoshinda kwenye usaili wanateuliwa na rais. Hii katiba ya sasa hivi haina kifungu kama hicho. Kwa hivyo yale mamlaka ya rais kuteua wale wajumbe wa tume ya uchaguzi bado hayana mipaka. Katiba ya sasa hivi imeweka tu utaratibu kwamba mwenyekiti kwa mfano wa tume hiyo atakuwa ni nani. Inasema atakuwa ni jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufaa, na mwenyekiti wa tume hii anapaswa awe ni jaji wa mahakama kuu. Lakini hii katiba hii haielezi rais anawapataje hawa watu. Sasa hivi kuna majaji wako wengi tu, zaidi ya 100 ambao wanaweza wakaomba hiyo nafasi wakashindanishwa, alafu wale wajumbe bora wakaweza kuteuliwa. Kuna maeneo mengi ambayo ni bora. Ibara hii, katiba hii ina ibara 151, jumla na 151. Hii katiba inayopendekezwa ina jumla ya ibara 200. Ngoja niwaonyeshe. Hii katiba inayopendekezwa ina jumla ya ibara 296, tofauti na hii ambayo ina 151. Kwa hiyo dhahiri kuna mambo mengi huku ambayo yameongezwa. Hatujafika huko. Hatujawa na hiyo katiba ambayo ni bora kuliko hii ya sasa hivi. Na ndio maana kumekuwa na hiyo kelele ya nini? Unasema kwamba serikali kupitia bunge wamefanya marekebisho muhimu ya tume. Sasa hivi ni tume huru. Sasa hivi ni tume huru. Sio kweli kwamba hiyo tume ni huru. Na sababu ndugu yangu ni kwamba bado wale wajumbe wa hiyo tume ni wale walioteuliwa kwa mujibu wa hii katiba ambayo ina mapungufu. Wameteuliwa na rais kwa mujibu wa hii katiba. Sheria iliyounda inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi haijagusa hiyo sheria ambayo imeunda hiyo Tume Huru ya Uchaguzi. Haijabadilisha ibara namba 74 ya hii katiba ya sasa hivi ambayo inaweka utaratibu tofauti na huo ambao umewekwa kwenye hiyo sheria. Kwa hivyo sasa hivi rais wa Jamhuri ya Muungano katika kuteua wajumbe wa hiyo tume, halazimiki kufuata kwanza sheria inasemaje. Anaweza kulazimika, sio anaweza, atalazimika kufuata matakwa ya katiba. Manake ameapa hiyo kufanya kazi hiyo ya urais kwa mara ya kwanza kwa mujibu wa katiba. Alafu sheria hizo zingine zinafuatwa.
Kwa mfano kwenye uchaguzi wa mwaka jana, hiyo sheria ya iliyounda tume huru ya uchaguzi, hiyo sheria ilikuwa inasema kwamba tume hiyo ya uchaguzi itakuwa na mamlaka ya kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Lakini sheria hiyo ilikuwa inasema bunge litaweka utaratibu, litatunga sheria itakayowezesha hiyo tume huru ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi katika ngazi ya serikali za mitaa. Na hiyo sheria ambayo ilianzisha tume huru ya uchaguzi imeanzishwa mwaka jana mwezi wa pili. Mwezi wa 4 rais akawa ametia saini. Toka mwezi wa 4 rais au serikali hawakupeleka mswada bungeni wa kutunga sheria utakaoiwezesha tume ya uchaguzi iweze kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Na matokeo yake ndio hayo. Uchaguzi ulifanywa, uchaguzi wa serikali za mitaa ulifanywa, wagombea wengi wa vyama vya upinzani walienguliwa, na katika maeneo mengi wagombea wa chama cha CCM, wagombea wa chama cha Mapinduzi walishinda kwa asilimia 99.9. Sasa ushindi kwenye uchaguzi asilimia 9.9 ni ushindi ambao tulikuwa tumeuzoea wakati wa utawala wa chama kimoja. Sasa hivi inakuaje wagombea wa vyama vingine vya kisiasa wapate nini, washinde kwa asilimia 0.1. Wanasema wana wafuasi wengi sana CCM wana wafuasi wengi sana. Nazungumza uchaguzi wa aidha serikali za mitaa au uchaguzi mkuu. Watu ambao wana haki ya kupiga kura sio watu ambao wanatoka kwenye vyama peke yake, ni pamoja na watu ambao hawana vyama. Mimi ninavyojua katika Tanzania kwamba katika Tanzania watu walio wengi actually hawana nini, sio wanachama wa nini wa vyama vya kisiasa, lakini wao wanaenda kupiga kura. Kwa hiyo hoja kwamba CCM wana wanachama wengi na ndio maana wafanya nini wameshinda, ni swala ambalo ni la mjadala. Unanipata? Ungekuwa na nafasi mimi ningekueleza ilitokeaje kwenye mtaa wangu. Mimi ni mwanachama wa CCM toka 1976 5 mpaka sasa hivi. Ukiniuliza kilichotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwenye mtaa wangu utashtuka. Kwa ujumla ni kwamba ilitokea nini rafu. Huo haukuwa ni uchaguzi hata kidogo. Wapinzani wanaita uchafuzi. Wanaita uchafuzi. Yaani sio sawa sawa. Na hii ni tunataka tuwe na jamii ya demokrasia. Ambayo wale tunaowachagua wanatoka nini, wanakubaliwa na watu wote. Kama unakuwa na uchaguzi ambayo watu wanashinda asilimia 99.9, alafu mwaka 2014 kwa mfano, uchaguzi kabla ya 2015 katika ngazi ya serikali za mitaa, ambapo hivi vyama vya upinzani walikuwa wanapata viongozi kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye wajumbe wa kamati za serikali za mitaa, walikuwa wengi. Sasa hivi sifuri au wachache sana. Alafu watu ni hawa lazima kutakuwa na makosa yamefanyika. Kwa hivyo Chadema
tulisema kwamba huo mfumo wa katiba na sheria ubadilishwe ili tufanye uchaguzi wa huru na haki na wazi. Niliseme hapo, nitilie nguvu hapo, mwaka 2007 AU Umoja wa Afrika ulitengeneza azimio juu ya demokrasia, uchaguzi na utawala bora, the African Charter on democracy, elections and governance. Kumeleza vitu vingi tu, ni kwa namna gani uchaguzi, mfumo wa uchaguzi kwenye nchi inayofuata demokrasia na vyama vingi na utawala bora vinapaswa viwe. Zaidi ya hili tamko, Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao sisi ni wanachama, ni wanachama waanzilishi, ilitoa vile azimio kama hili juu ya demokrasia, uchaguzi na utawala bora. Zote hizi, taarifa yangu ni kwamba serikali yetu haijaridhia hii chata ya Afrika. Haijaridhia vile na hiyo chata ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mpaka sasa hivi. Na ndio maana kumekuwa na hayo matatizo. Na ndio maana kwenye hizi chaguzi zote, hasa 2020, wale watazamaji wa uchaguzi kutoka sehemu mbalimbali za dunia hii wamekuwa wanatoa ripoti kwamba kuna dosari kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, na kwa hivyo urekebishwe. Kwa hivyo nasema tu kwamba Bwana Lissu hajaanzisha jambo lake, hajaanzisha sera yake. Amechukua anatekeleza sera ambayo iliamuriwa na vikao muhimu vya chama chake wakati wa uongozi wa Mheshimiwa Mwenyekiti Mbowe. Na ili kuwe na mabadiliko ya hiyo sera, lazima wanachama wake au watu wanataka mabadiliko warudi wakapate ridhaa mpya au wakapate maelekezo mpya kwenye hivyo vikao vya chama. Nimalizie tu kusema mimi sio msemaji wa Chadema, na kurudisha tu kwenye ufafanuzi ambao viongozi wa hicho chama wamekuwa wanakitoa.